sana jamani, hata kama nikamata kuongezeni. Sasa hivi natokea tukiona polisi tunawakimbieni, chocho zinatumeza. Defender hiyo unioni kosa, mturegezee ndugu zetu, ila tukatazi. Mnafanya kazi nzuri, tunaishi kwa amani na upendo. Watoto wetu wamezidi. Kituo cha kwanza ukija kama saa hizi, kuanzia saa hizi hapa Kurabwili utakuta watoto wako wengi na wanasaidiwa, wanaomba hela na wanasaidiwa na wanalala kwenye mitaro kila sehemu, na daraja lile pale la furahisha. Usiku saa 11 ukienda kanisani kusali Morogoro, unakuta wengine wanatokea sehemu ya Rock City, wengine wanatokea kwa chini, wanaibuka. Unakuta mtu kaibuka, anakuibukia. Akikuibukia ukimwambia samahani naenda kanisani, akiona una Biblia na kitabu cha nyimbo anakuacha. Saa nyingine akwambia usirudie kutembea usiku. Naomba wananchi wote wa mkoa wa Mwanza tutambue kwamba sisi kama viongozi na kwa nafasi tulizopewa kwenye jamii, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama kwa kutimiza wajibu wenu. Ukiwa kiongozi, kazi yako ya kwanza ni kuhakikisha kwamba eneo lako linakuwa salama, na ukitaka kuwaletea wananchi wako maendeleo, hakikisha usalama linakuwa jambo la kwanza, kwa sababu kama usalama haupo, watu wanatishwa na wabakaji, watu wanatishwa na wauaji, watu wanatishwa na watu wanaovunja nyumba usiku au mchana wanaiba. Hawa wananchi hawatakuwa na furaha hata ya kwenda kanisani kumwabudu Mungu, hata kwenda misikitini hawatakuwa na furaha napo, hawataweza kwenda hata kwenda kutibiwa. Watoto hawatakwenda kusoma wakapata elimu vizuri kwa utulivu, kwa sababu atakuwa anawaza atafikaje shule, kwa sababu ana hofu na nini, na uhalifu. Kazi yetu ya kwanza sisi kama viongozi iwe ni kuwaondolea wananchi hofu ya uhalifu katika mazingira wanayoishi. Ni wajibu wetu kwa nafasi kuwakumbusha viongozi wa serikali za mitaa wote, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, ni katika maeneo wote, wakina baba, wakina mama, na pasipo kujali itikadi zenu, kukamata sana kutategemea na namna ambavyo wahalifu watapungua katika maeneo yetu. Nyote hapa katika kueleza, mmeeleza huku mkionyesha konseni kubwa ya uwepo wa vibaka, si ndio? Mmeongea mkieleza konseni kubwa ya uwepo wa vijana wanaojificha kwenye baadhi ya maeneo ambayo mnasema ni misitu, wanatoka huko wanakwenda kupora watu, au sio? Mmeongea huku mkionyesha konseni kubwa ya uwepo wa watoto wa mitaani wanaolala kwenye mitaro, alafu baadaye wanatoka, wakikufuata wakikuta una Biblia wanakuacha, wakikuta una simu wanafanya nini? Wanapita nayo. Hao wahalifu wa aina hiyo wanatoka miongoni mwetu, wanatoka kwenye familia zetu. Lazima jeshi la polisi liwadhibiti, au sio? Lazima jeshi la polisi liwazuie wasiendelee kupora watu. Kila mmoja wetu aliyekusanyika hapa ana jukumu la kuhakikisha ulinzi na usalama katika wilaya yetu. Ni jukumu letu sote. Tunaweza kukaa kuna changamoto, lakini ndugu zangu, niwahakikishie jambo moja: pamoja kuwa na jeshi la polisi, lakini jeshi ni nyinyi wananchi, ndio jeshi namba moja. Bila nyinyi kufichua waovu, hawa hawawezi kufanya kazi. Kwa hivyo ni lazima tuwape ushirikiano wa pamoja. Nikupongeze sana na RPC. Mikusanyiko kama hii iendelee maeneo mengine mengi, ili wananchi waweze kupata taarifa, wananchi waweze kuwapa ushirikiano na namna gani jeshi lenu linatakiwa kwenda. Na mimi wananchi niwaambie, kuna wakati unaweza kuona hao mabwana hawafanyi kazi, lakini nawaambia wakienda likizo mwezi mmoja tu,
mtaona umuhimu wa watu. Tuendelee kuwatia moyo, kwa sababu jukumu lao kubwa ni kuongoza ulinzi na usalama katika maeneo yetu.